Uh, Karibuni sana ndugu jamaa na marafiki katika mahojiano maalum hapa Tajiri wa Mo TV, ambapo tutakwenda kuzungumza na watu wanaoleta mabadiliko katika jamii. Leo tuna mgeni maalum, mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa nyimbo za Injili. Alianza safari yake katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu. Sasa anaishi hapa Marekani, akiendelea kuendeleza neno la Mungu kupitia uimbaji. Mwezi huu wa tatu anatarajia kutoa albamu yake yenye nyimbo 15 ambazo nyingi ameimba mwenyewe na zingine akiwa amewashirikisha waimbaji wawili. Leo tunajifunza zaidi kuhusu safari yake na wito wake na ujumbe wake kwa vijana hapa nchini Marekani na sehemu nyinginezo. Karibu sana ndani ya mjengo wetu bwana Ezekiel mwinjilisti huyu hapa. Bwana, habari yako? Salama sana. Habari za ulikotoka? Mimi namshukuru Mungu kabisa. Habari za familia, wazima wote? Familia ni wazima. Asante sana. Hebu tuanze kwanza na mahojiano yetu moja kwa moja, ambao watazamaji nafikiri wanaangalia na wanatarajia kusikiliza na kuona mambo mengi sana katika maisha yako ya kimuziki. Kwanza tunapenda kufahamu kama wapenzi na watazamaji wa Tajiri wa Mo TV ambao wanafuatilia hivi, wangependa kufahamu kuhusu maisha yako kabla ya kuanza kuimba nyimbo za Nasema kwamba kabla sijaanza kuimba nyimbo za Injili, mimi nilikuwa mwanadensa kwa mtu ambaye nilikuwa na nyimbo za kidunia, lakini namshukuru Mungu amenitoa huko na ameleta huko pate nilikie. Kwa hiyo nimetoka mbali. Kutoka mbali. Na kabla ya kuanza kuimba nyimbo za Injili ulihusisha na masuala ya muziki kama densa Injili au ilikuwa densa nyimbo za kidunia? Ilikuwa ni nyimbo za kidunia hizi ambazo zinaimbwa na Diamond Platinum, Mr. Flavor, Tekno. Kwa hiyo zilikuwa nyimbo ambazo hazimpatii Mungu tukufu. Okay. So na baada ya hapo kitu gani hasa ambacho kilikusukuma sana, ilikuwa ni lini ambapo ulianza kuanza kumtumikia Mwenyezi Mungu? Kitu ambacho kimetuma nimtumikie Mungu kwa sababu amenitoa mbali sana. Kipindi nilivyokuwa dancer, mimi nimepita kwenye jaribu kubwa, kwenye changamoto ya magonjwa, na baada mimi kuona hiyo changamoto imekuwa ni kubwa, nikawa namwahidi Mungu kwamba nikipona lazima nimtumikie Mungu. Yeah. Okay. Kipindi huko kwenye dancer ndio? Yeah, okay. Kwa dancer na baadaye ukapata maradhi ambayo kusababisha ukageuka sasa kuanza kumtumikia Mungu. Hapo zamani kabla haujaanza kumtumikia Mwenyezi Mungu, ulikuwa hujui kama Mwenyezi Mungu yupo na binadamu ana nafasi ya kuweza kumtumikia? No, nilikuwa najua Mwenyezi Mungu yupo. Nilikuwa namshukuru Mungu pia. Okay. Lakini sikukuwa namuomba Mungu kama watumishi wa Mungu tunamuomba Mungu. Kwa hiyo pengine labda uliamini kama Mwenyezi Mungu yupo baada ya yeye kufanyia mambo mengi ambayo ilikuweza kubadilisha na kusababisha kwamba ukaona hapa sasa ngoja huyu Mwenyezi Mungu basi yupo, na ukaamini kwamba Mwenyezi Mungu yupo na unastahili sasa kutumikia. Of course, niliamini saa 100% Mungu kweli yupo na anastahili kuabudiwa, maana amenitoa matopeni. Maana sehemu ambapo amenitoa Mungu ni sehemu ambapo ushuhuda mkubwa sana. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo kipindi nilivyokuwa sijaokoka, sijaanza kutumikia Mungu, nasema kwamba tu nilikuwa namuomba Mungu, lakini sio kwamba nilikuwa namuomba kama watumishi wa Mungu wanapokuwa wanamuomba masaa mengi. Nilikuwa tu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini baada mimi kuumwa sasa, nilijifunza mambo mengi, kumbe katika kutumikia Mungu kuna faida kubwa. Na nikaona hata nimtumikie Mungu kwa sababu. Okay. So kwenye safari yako ya muziki kuna wale ambao wanasema kwamba mimi mpaka nifike hapa hivi, kuna watu ambao walinishika mkono na ndio wanasababisha mimi na kuwa mtu fulani. Sasa kwako ni wakina nani hasa ambao walikupatia moyo na ukaona kwamba yes, hapa ngoja sasa nitoke huko na nianze kumtumikia Mwenyezi Mungu moja kwa moja? Ninaweza nikasema wazazi wangu wamenishawishi sana. Baba yangu wamenishawishi sana mimi nimtumikie Mungu, kwa sababu kipindi nilivyoumwa niliteseka nao, na wao ndio wamenishawishi sana kwamba njia uliokuwepo zamani ilikuwa sio njia sahihi. Kwa hiyo ni vizuri sana umtumikie Mungu wako kwa sababu ulishapona. Ni vizuri sasa usirudi tena kule ulipotoka, kule mambo ya kidensi, mambo ya kidunia yale yanapita. Kwa hiyo ni vizuri ubadilike umtumikie Mungu. Okay.
Sawa. Na baada ya wewe kuanza kumtumikia Mwenyezi Mungu kupitia nyimbo za Injili, ulikuwa unafanya namna gani? Ulikuwa unarekodi nyimbo kwa YouTube au ulikuwa unamtumikia Mungu kupitia kanisani? Uh, Mimi nilianza kutumikia Mungu, nilianza kuimba nyimbo za Injili 2021. Tuseme mwanzo kwanza nilianza kwanza kwaya kanisani kawaida. Lakini baada ya hapo nikaamua sasa acha, kumbe ninaweza nikamtumikia Mungu hata kwa kuimba peke yangu. Nanielewa vizuri. Nikaona tu acha nianze kutunga nyimbo zangu. Nikaanza kutunga polepole, nikaanza kutunga wimbo moja. Sasa tutoke hapo kambini Nyarugusu, wakati ulipokuwa una haso, uliumwa, kwanza pole sana kwa changamoto hiyo. Na baada ya sasa kufika hapa Marekani, so nafikiri ulianza ukukata tamaa na muziki wako ambao bado unaendelea kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ni kitu gani hasa baada ya kufika hapa Marekani ili kuhamasisha zaidi na kuona kwamba ngoja tu mimi niendelee kumtumikia Mwenyezi Mungu nisiache? Ninaweza kusema kwamba ni neema, na tuseme kwamba nimefurahi sana tu kutumikia Mungu, kwa sababu sehemu aliponitoa ni sehemu ambapo hata mwingine ingebaki kushuhudia. Kwa hiyo nikaona nimtumikie Mungu wangu wakati wa ujana wangu, kwa sababu ingekufa kile kipindi cha magonjwa basi nisingepata hata nafasi ya kusimama. Kwa hiyo nikaona nimtumikie Mungu wangu, kwa sababu kwa Yesu kuna raha. Kule nilipotoka kule, yani nilikuwa napotea sana. Yani najisikia yani kuna kitu ndani mwangu kinanipatia furaha nimtumikie Mungu wangu wakati wa ujana wangu. Ni jambo nzuri sana. Kwa nini umechagua jina Mwinjilisti siwe jina? Jina Mwinjilisti nimechagua kwa sababu mwinjilisti ni mtu ambaye anahubiri pamoja na mwinjilisti, kitu mwinjilisti tuseme kupitia nyimbo inashawishi watu, inabariki watu, inaokoa watu. Yaani katika nyimbo ni kama vile mahubiri pia. Kwa hiyo tuseme ni gharama ambayo Mungu anatupa. Kuna maana maalum nyuma ya jina hilo? Maana kwamba labda mimi ili jina Mwinjilisti nimelichukua kwa sababu ya kitu fulani, kwa namna ambavyo ninavyofanya au mambo ambayo nafanya, nafikiri jina linaendana na kati yangu na mambo ambayo naifanya kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Of course, yeah. Kwa sababu kitu mwinjilisti tuseme ni mtu ambaye anawakilisha watu kupitia neno la Mungu, na inaendana na jinsi ninavyofanya, kwa sababu ninaimba nyimbo za Injili, na kupitia nyimbo za Injili ni mahubiri ambayo inafundisha watu mbalimbali. Yeah. Okay. Mwinjilisti Ezekiel ni kijana ambaye anamtumikia Mwenyezi Mungu kwa nyimbo za Injili na anafanya vizuri kabisa. Ukienda hata pale YouTube, mpenzi mtazamaji, ukaandika Mwinjilisti Ezekiel utaona nyimbo zake nyingi sana ambazo kuna makolabo tayari ambayo shayafanya na wasanii mbalimbali. Kwa hiyo wewe kama haujawahi kumsikiliza, basi nafasi unaweza kaenda pale YouTube ukamwandikia pale Mwinjilisti Ezekiel na utampata na utatazama mambo yake na namna ambavyo anavyomtumikia Mwenyezi Mungu. Mwinjilisti Ezekiel, nimeona kwenye mitandao ya kijamii ukiposti kwamba kuna album ambayo unaiandaa kuitoa siku za hivi karibuni, na album hiyo tumeona kwamba umeposti, umezungumza kwamba unatarajia kuitoa tariki 23 za mwezi huu wa 3. Hebu tuzungumzie kidogo kuhusiana na album hiyo. Kitu gani hasa ambacho umekiandaa kwenye album hii yako? Shukrani kubwa sana mtumishi wa Mungu. Album yangu nimeandaa kitambo sana, na niliandaa muda mrefu sana. Album yangu ingetoka mwaka jana, lakini kwa sababu ya changamoto ya maisha imenikuta kwenye maisha yangu, ndio maana nimesogeza siku mbele kwa sababu nimepitia changamoto fulani kwenye maisha yangu mwaka jana. Kwa hiyo nikaona nasogeza muda siku mbele kwa sababu nitake time niwe kwanza vizuri, alafu ndio nitaishi. Okay. Kwa nini ukaamua kwamba ndio nimeangalia hapa katika kari yako ya muziki ndio mara ya kwanza wewe kuachia album kuko ulipoanza muziki? Na kwa nini siwe EP, iwe ni album moja kwa moja? Ni kwa sababu ni kitu ambacho nimeona nianze nacho. Nianze nacho na nimependa nianze na album kwa sababu mimi ni mtu ambaye nimepitia mambo mengi sana kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nimeona nikianza na album
ni bomu ambazo zitakwenda kuokoa waliolala wataamka. Unaelewa vizuri? Kwa sababu niliona nikianza na AP, yani kwa upande wangu niliona kitoka. Naona acha nianze na. Okay. Ni ujumbe gani mkuu uliokusudia kuwasilisha kwa jamii katika hizo ambazo unazokataa album yako? Tuseme tu kwanza ninaweza kusema jina ya album yangu ni Good News. Good News. Okay. Inamaanisha kwamba inawaletea kitu kizuri, habari njema. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo sasa ndio nikasema kwamba nawaandalia tu vitu vizuri sana. Nawaandalia nyimbo 15 na katika hizo nyimbo kuna nyimbo ambazo zitabariki milioni ya watu wengi duniani. Okay. Yeah. Na katika album hii nimekuwa nikiangalia hapa list ya nyimbo za 15, nimeona kuna waimbaji wawili tu ambao umewashirikisha hapa collab kwenye hizo nyimbo. Kwa nini uliamua kuwashirikisha hao waimbaji wawili tu peke yao na wala ufaino kuweka watu wengine kwenye album yako kama collab, na ukaamua kuwashirikisha hao watu wawili? Kwa nini wao wawili? Inaweza nikasema kwamba nimeshirikisha waimbaji wengi, lakini baada ya kuona baadhi ya waimbaji wengine walikuwa ni wagonjwa, wengine walikuwa mambo mengi sana, nikaona hata niende nao wawili, kwa sababu album yangu nimependa sikawi tena, kwa sababu nimeandaa muda mrefu nikiambia watu my album is coming. Nilikuwa nikiposti sana kwenye mtandao, lakini sasa nikaona baadhi hao ambao nimewategemea kwenye album yangu, baadhi ya wamoja ni wagonjwa, wengine unakuta tuseme wana mambo mengi sana, mara wananipigia simu kwenye mahubiri, naenda kuhubiri mikoani, wengi nimewashirikisha ni wa nje, yani tuseme Afrika huko. Sasa nikaona hao watu wanaweza kuja kutauza mambo yangu, acha basi nitoe tu nao wawili. Umesema kwamba wengi uliowashirikisha walikuwepo huko mikoani na ndipo wanapoishi. Ukiangalia hapo Marekani tupo na waimbaji wengi wa nyimbo za injili hapo Marekani. So ukoona kwamba kuna haja ya kuwashirikisha hao pia, au uliona kwamba uwezo wao ni mdogo, hawawezi wakafiti kwenye malengo yako katika albamu hii? Si kwamba uwezo wao ni mdogo, pengine ndio nasema kwamba yani nimejisikia nitoe na watu wa kwetu Afrika, Tanzania kule, kwa sababu wale wana mambo mengi kona hivi, unanielewa vizuri? Okay. Kwa hiyo hapa Marekani, waimbaji wa hapa Marekani tuko wengi sana, lakini wengi wana makona sana. Unasikia unaweza kushirikisha mwimbaji fulani, lakini sasa atakwambia gharama nyingi sana ambazo hata wewe kichwa kitauma kabisa. Cha kwanza atakwambia anahitaji kwanza unigaramie nguo za kuingia nazo location, wewe mwenyewe unigaramie nguo, unanielewa vizuri, unilipe. Alafu baada ya kunilipa inatakiwa tena unilishe tunapokuwa location, unanielewa vizuri. Unakuja kukuta gharama ya kila kitu, alafu unakuta tena video ambayo ulimshirikisha wewe tena ambao umemshirikisha na unatoa gharama kila kitu. Unakuja kukuta gharama inakuja kuwa kubwa sana. Na unajua Biblia inasema kwamba tupendane katika injili ya Mungu. Basi tusitumikie Mungu kwa sababu ya kutafuta maarufu ama pesa. Ni vizuri tushikamane kwa umoja ili tutangaze injili ya Mungu. Kwa hiyo wengi wa waimbaji wengi hapa Marekani tuseme wana makona mingi sana. Unaweza ukakuwa uko serious na kazi ya Mungu, lakini wao hawachukulii kile kitu serious. Ndio maana unakuta katika nyimbo zangu nashirikisha watu wa nje. Okay. So kwa maana hiyo maana labda wanafanya hivyo kwa ajili ya kutengeneza pesa na sio kwa ajili ya mahubiri, ili kuokoa watu wengi zaidi kuja kutumikia Mwenyezi Mungu. Tuseme pengine inaweza kuwa ni ndio ama hapana. Kwa nini nasema ndio? Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba si kila kanisa unaiona leo ukadhani imetumwa na Mungu, na sio kila mchungaji ama sio kila mwimbaji ambao unamuona leo ukadhani kwamba ametumwa na Mungu. Kwa hiyo waimbaji wengi wanaimba kwa sababu ya kuitafuta umaarufu, wengine wanaimba kwa sababu ya wajulikane tu na watu, wengine wanaimba tu kwa sababu wapate tuseme wachumba ama wapate tu ile umaarufu duniani, unanyelewa vizuri. Ama wengine wanaimba kwa sababu ya biashara, kukimbilia kulipwa huko kwenye YouTube channel yao, unanyelewa vizuri. Lakini katika huduma ya Mungu ni vizuri sana tumtumikie Mungu ili tuokoe milioni ya watu mataifa, unanyelewa vizuri. Maana Biblia inasema kwamba
Yesu ametutuma duniani, ametutuma sisi binadamu duniani kwa sababu yani tuje kuwa kielelezo kwa kila mtu anayetutazama. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo tunapokuwa tunaamua kutumikia Mungu, tumtumikie Mungu kwa kumheshimu Mungu. Usitumikie Mungu kwa kutafuta umaarufu, kwa sababu haya mambo ya dunia yatapita, lakini neno la Mungu litabaki pale pale. Kwa mtazamaji anayetutazama sasa hivi kupitia Tajiri wa Moyo TV pale, labda anaweza akawa na shauku ya kupenda kujua. So mtumishi amezungumza kwamba aliweza kushirikisha watu wengi, lakini wakawa na kona nyingi. Pengine unaweza kuwataja ni baadhi yao wangapi ambao uliwatembelea na wakawa wanaweza kona nyingi pale kufanya collab na wewe? Niliwahi kupigia waimbaji baadhi hapa Marekani, nahitaji collab na wewe. Na nani? Tuseme najua pengine sasa nikawatia public, najua vitu kama hivi sio vya kuweka public sometimes. But trust me, niamini, niliwahi kupigia watu simu, waimbaji wa nyimbo za Injili, nahitaji kuimba na wewe. Katika album yangu nahitaji na wewe uwepo. Unanielewa vizuri? Lakini nasema kwamba ndio tunakubali kujumlika pamoja, maana ni kazi ya Mungu. Sasa niliona kama wana serious. Unajua kazi ya Mungu kama una serious haiwezi kutembea. Unanielewa vizuri? Lazima ukutane na wale ambao uko serious ili huduma yako itembee. Asante sana. Basi tuje tuzungumzie, bado tunaendelea kuzungumza kuhusiana na album yako. So album yako ina nyimbo 15. Kwa nini sio nyimbo 10, 6, 7? Kwa kuchagua 15? Ni kwa sababu niliona nianze na nyimbo 15 kwa sababu ina maana yake. Maana yake ni kwamba Mungu amenitoa mbali sana. Na kama Mungu amenitoa mbali sana katika majaribu ambayo niliugua mimi, niliugua magonjwa ya kutisha, magonjwa ya kufisha. Yaani katika magonjwa ambayo niliugua mimi, tuseme ilikuwa ni zaidi ya 15 ndani ya mwili wangu. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo nikaona nikiachilia hizi nyimbo 15 zitakuwa ni kombora ambazo zitakwenda kuokoa hata waliolala, ili wapate kuinuka zaidi na kujua kwamba kweli Mungu yupo. Katika hayo magonjwa ambayo uliyaumwa, yalihusishwa na imani za kishirikina au? Of course ilikuwa ni mambo ya kutatiza, mambo ya kichawi. Na katika nyimbo hizo 15 ambazo unakwenda kuziachia mwezi huu tarehe 23, ni nyimbo gani hasa ambayo inakugusa zaidi na kwa nini? Kuna nyimbo nyingi ambazo zinanigusa. Lakini kuna wimbo ambao naupenda sana ambaye inaitwa Baba ni Ngome. Yaani Baba ni mshindi, ni ngome kwangu. Unanielewa vizuri? Yaani kusema Baba ni ngome inamaanisha kwamba yani Mungu ni mshindi kwa kila jambo. Yaani nyimbo ambayo inanigusa sana. Na kuna wimbo mwingine ambaye inaitwa Naandaa moyo na subiri wakati wa Mungu ukifika, basi watu watanitambua mimi nimetumwa na Pengine labda tuseme unatarajia vipi albamu hii itabadilisha maisha ya watu? Na ukiangalia ujumbe wako ambao umeuandaa kwa muda mrefu sana, labda watu watarajie kitu gani hasa ambacho umekaa chini kwa muda mrefu ukitengeneza tu ili tuweze kuja kubariki sisi watazamaji ambao tutakwenda kuangalia? Na ile matarajio yako ni yapi zaidi sana? Itabadilishaje maisha yetu sisi kama watazamaji ambao tutakwenda kutuandalia albamu hii ambayo ina nyimbo 15? Ninaweza kusema tu kwamba watu watarajie kwamba katika nyimbo zangu zitawaokoa waliokuwa wagonjwa. Itaponya waliokuwa wagonjwa. Watasa watabeba mimba. Wajawazito watajifungua watoto. Mayatima watafarijika. Kwa hiyo katika albamu yangu ninaweza kusema kwamba ni nyimbo ambazo nimeziandaa kuniachilia kupitia neno la Mungu. Na zitakwenda kufariji watu na kuokoa watu wengi sana. Hata kama kuna watu ambao hawajaamini Mungu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, wataamini kupitia nyimbo. So tukiangalia kabisa, wewe bado ni kijana mdogo sana. Na ukiangalia vijana wengi hapa nchini Marekani, kuna mambo ambao wanayafanya kidogo inakuwa haipendezi, na si ukiangalia kwenye kacha yetu sisi kama Afrika haipendezi kwa namna ambavyo wanafanya. Na ukiangalia umri wako ni mdogo kama nilivyotangulia kusema hapo, ni watu wanakupatia changamoto gani au wanakuamini vipi kwa kile ambacho unakifanya? Ukiangalia umri wako, labda pengine wana kwamba huyu ni comedian na ndio anaifanya, sio kwamba ni uhalisia na walale ambao kuna hapo nyinyi kumtumikia Mwenyezi Mungu. So ni changamoto gani ambazo unazipitia hasa kabisa kwenye masuala haya kufikia na kuwa mwinjilisti Ezekiel? Mimi napitia changamoto kubwa sana brother.
Changamoto ni kubwa sana sana tu. Na unajua bila changamoto hauwezi ukainuka. Changamoto inamkuza mtu imani. Inamuonesha mtu jinsi gani ya kuishi katika maisha ya baadaye. Kwa hiyo ninaweza kusema kwamba mwimbaji ambaye ametumwa na Mungu, ambaye ameitwa na Mungu wa kweli, lazima apitie changamoto katika huduma. Unaelewa vizuri? Kwa sababu huduma inakuja kwa sababu ya kupima mtumishi wa Mungu imani, ili kujua imani ya mtumishi wa Mungu inasimama sehemu gani. Je, imani yako inasimama upande wa Mungu ama upande wa shetani? Kwa hiyo changamoto ni kawaida. Hata Yesu Kristo alijaribiwa, kwa hiyo siwezi nikakata tamaa. Tunapozungumzia hapo kwenye changamoto, ukiangalia kutoka ulipoanza uimbaji wako ukiwa Afrika na sasa hivi kufanya huduma za injili hapa Marekani, kwa changamoto zipi tofauti na kufanya Afrika? Tunaweza kusema kwamba changamoto ni vile gisi nilikuwa Afrika, kwa sababu nilikuwa mgonjwa na nimejaribiwa sana, na kabla ya kuwa mgonjwa tuseme, nilipoambia muda mrefu kwamba nilikuwa msanii, nilikuwa mwanadensa, na watu wengi walikuwa wananiambia twende kanisani, na kataa. Twende tusome Biblia, na kataa. Wengi wananiambia kwamba tumikie Muumba wako wakati wa ujana wako, na watukana, naona wale hawafai kabisa. Kumbe walikuwa nataka mimi nibadilike, unanielewa, kipindi hicho. Lakini nilikuwa naona kama vile wananichanganya akili yangu, unanielewa vizuri. Kwa hiyo changamoto ilikuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo tuseme hivi kisi nishaokoka, nikasema kwamba changamoto ipo pale. Kila mtu anapenda huduma ya mtu, unajua vizuri. Wapo ambao watainuka na kusema kwamba wewe unafanya tunaigiza, wewe sio mtumishi wa Mungu, wewe hujatumwa na Mungu. Lakini vizuri sana kufocus na kazi ya Mungu na kujua kwamba ni nani aliyekuita kwenye kazi yake. Kwa hiyo usiache huduma ya Mungu kwa sababu ya maneno ya watu. Focus na kazi ya Mungu, one day waliokudharau watakuheshimu. So focus na kazi ya Mungu, one day waliokudharau watakuheshimu. Ni maneno yake mtumishi mwinjilisti Ezekiel. Bado tuko naye kwenye mahojiano hapa Tajiri wa Mo TV. Vile vile penzi mtazamaji, tunakusira tunakuomba sana uweze kufuatilia katika mahojiano haya ambayo yanarushwa kila wakati kupitia channel yetu ya Tajiri wa Mo TV pale YouTube. Unataka andika pale na ukatupata vema kabisa, tutafundisha mambo mbalimbali kutoka hapa studio kwetu. Vile vile kwa wale wapenzi wa Facebook na Instagram, jina ni moja tu la Tajiri wa Mo TV. Tutapata tuandikie comment, tuambie focus na kitu gani hasa, ili tuwe tunakuwa pamoja kwenye mahojiano yetu. Bado tunaendelea na mahojiano na mwinjilisti Ezekiel akiwa ni mwenyeji hapa na Tennessee, na kwenye maandalizi ya kutoa albamu yake ya tarehe 23 za mwezi huu. Anaandaa albamu yake ni nyimbo 15. Na ndio bado tunaendelea mahojiano naye hapa mwinjilisti Ezekiel. Bado tunapambana na wewe hapo kwenye mahojiano yetu. Labda tuje tuzungumzie ulipataje msaada wa kifedha kwenye kuandaa album na kuhakikisha kwamba inakamilika na kwenda kutoka out siku ya tarehe 23 ya mwezi wa Machi. Ninaweza kusema kwamba kipato tuseme nimefocus tu peke yangu, kwa sababu mimi ninatumika kazi na ninawekeza, unaelewa. Kwa hiyo unapokuwa unatumika kazi lazima unakuwa kwa sababu najua ikiwa mtu ambaye unafuruga pesa yani kusema ukweli kabisa huwezi ukafanya kitu muhimu kwa maisha yako. Kwa hiyo ninapokuwa natumika kazi nawekeza kidogo, najua hata nikija kufanya jambo fulani ili hapa. Asante sana. So tuje tuzungumzie, ukiangalia mwinjilisti katika sisi ambao tunaishi kutoka Afrika kuja hapa, makanisa yamekuwa mengi sana. Kisha watu wanakuwa na state moja, utakuta kanisa zaidi ya 10. Zote watu utakuta inaitwa Nazareth, niseme hivyo, labda wa Pentecoste, labda wa Catholic na nini. Makanisa yamekuwa mengi sana. Sasa kitu gani hasa ambacho tukipuliza wewe kama mwinjilisti, nini hasa ambacho watu wanakitafuta kwenye kufungua makanisa mengi? Na kwa nini sio kanisa moja tu watu wakaabudu? Maana wote wanaabudu Mungu mmoja. Kwa nini iwe tofauti, huyu ana kanisa, ule ana kanisa, mwingine ana kanisa? Nini hasa ambacho unaweza kutuambia hapo kama wewe mwinjilisti na unamtumikia Mungu kwa muda mrefu? Nini hasa, kwa nini haya makanisa yanakuwa yanatawanyika mengi zaidi sana? Kwa nini sio kanisa moja kwa ajili ya kumtumikia Mungu? Ninaweza nikajibu tu kwamba ni kwa sababu nyakati za mwisho hizi zimekadiriwa muda mrefu sana. Najua vizuri. Yesu Kristo
nafikiri kwamba nyakati za mwisho tutakuwa manabii wa uongo, wachungaji wa uongo, wainjilisti wa uongo, mishonari wa uongo, waumini wa uongo watainuka. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo sio kila kanisa ukazani imetumwa na Mungu. Na sio kila mchungaji ukazani ametumwa na Mungu. Napenda uelewe hili hapa. Sio kila kanisa ukazani kwamba ni kusudi ya Mungu. Na sio kila mwimbaji ukazani kwamba ametumwa na Mungu. Na sio kila nabii ya kwamba ni mtumishi wa Mungu. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo tunasema kwamba tu kwamba wengi ni wachungaji ambao wametumwa na shetani. Wengi wanatangaza injili ya Mungu kwa sababu ya kuitafuta umaarufu ama kujulikana. Unanielewa vizuri? Wengi wanafundisha makanisa kwa sababu inakuwa kama vile tuseme ni business fulani. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo wengi wanajua kwamba kupitia kuwa mchungaji ama kupitia kuwa yeye kuwa na kanisa ni uwezo yani inaweza kumsaidia kwa upande wa kusaidia kifedha. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo makanisa mengi inakuwa ni biashara, inakuwa ni business. Kwa hiyo sio kila kanisa uamini kwamba imetumwa na Mungu. Kwa hiyo ni wachache sana ambao wanahubiri kupitia neno la Mungu. Ni wachache sana ambao wanamwimbia Mungu kwa roho na haki ya kweli. Wengi wao wanahubiri udanganyifu, kuwadanganya watu, kuwatoa nuruni, kuwapeleka tena gizani. Lakini Biblia inasema kwamba ni vizuri tuokoane na tuitangaze injili ya Mungu kwa roho na haki ya kweli. Umezungumza hapo kwamba makanisa mengi sio ya kweli. So wapo kwenye wanafanya vitu, wanafanya injili kwa ajili ya business. Sasa mimi kama mimi hapa ambaye sifahamu, nitajuaje kwamba ili kanisa au mchungaji huyu ana mahubiri na ana Mungu ndani yake kweli kweli? Mimi ambaye sijui. Wewe tujaribu kufungulia yule kijana ambaye hafahamu chochote kuhusiana na hilo. Anajuaje kwamba hii kanisa ni la kweli na hili ni kwa ajili ya business? Nataka nikwambie tu kwamba ndugu yangu, jitahidi sana kumwomba Mungu wa mbinguni akupatie macho ya kiroho. Akupatie macho ya kiroho na awe ndani mwako akuendeshe popote pale unapotaka kwenda. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo ili upate kujua kwamba hapa napoingia ni sehemu sahihi, ni lazima uendeshwe na roho. Uelekezwe na roho ya Mungu. Kwa hiyo ni lazima kwanza roho wa Mungu awe ndani mwako. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo Mungu akikuendesha ama roho wake Mungu akikuendesha, hapa ni sehemu sahihi na stahili kukaa. Ama inastahili tu uende kuokoa wengine pale. Unaelewa vizuri? Unatakiwa utembelee neno la Mungu na roho Mtakatifu. Ili upate kujua kwamba hii kanisa ni kanisa sahihi. Huyu mchungaji ametumwa na Mungu. Huyu nabii ni mtumishi wa Mungu. Huyu mwimbaji ni mtumishi wa Mungu. Lazima uwe na umesema kwa mimi kutambua kwamba hili kanisa ni la haki na lenye kumtumikia Mwenyezi Mungu, mpaka uwe na ile macho ya Roho Mtakatifu. Sasa kama kuna kijana ambaye yeye huyo Roho Mtakatifu hajui ni nini, unaona, na hajui namna gani ambavyo anaweza akagundua kwamba hili kanisa ni la kweli na hili ndio unapaswa kushiriki kumwomba Mwenyezi Mungu. Wewe kama kijana ambaye una roho ya kufahamu na kujua kwamba hili ndio kanisa ambalo linaabudu Mungu wa kweli na haki, unamwambiaje? Unamshauri yule kijana ambaye yeye afahamu, unamshauri kitu gani ambacho akifanye ili aweze kugundua, kuona kwamba yes, ile kanisa ambalo mimi nalingia hapa ndilo linalomwabudu Mwenyezi Mungu wa kweli na hili silo kanisa ambalo nastahili mimi kuliabudu? Jambo la kwanza, inabidi kwanza afahamu kwamba roho wa Mungu sio roho wa uongo. Roho wa Mungu sio roho wa machafuko, roho wa Mungu adanganya. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo nasema kwamba tu ni lazima asome neno la Mungu sana. Katika kusoma neno la Mungu inamsaidia mtu kuwa mnyenyekevu, inamsaidia mtu kuwa na hekima, inamsaidia mtu kujua mambo mengi kupitia roho. Kwa hiyo unapokuwa unajaa na neno la Mungu ndani mwako na roho wa Mungu akiwa ndani mwako, ni lazima utendeshwe, utatembezwa na yeye roho wa Mungu. Yeye ndio atakutembeza ufanye hivi. Na unapokuwa unasikia sauti ya Mungu inakwambia jambo muhimu kwenye maisha yako, usidharau kabisa. Fanya kile kitu ambacho roho wa Mungu anataka. So kuna yule kijana ambaye akikaa nyumbani anasema kwamba mimi nataka kumtumikia Mwenyezi Mungu, lakini nashindwa, nitaanzaje? So labda wewe mwenyewe ungetupatia experience yako ulivyokuwa mpaka Mwenyezi Mungu akaja kwako na akasema kwamba yes, ni wakati sahihi wewe kuweza kumtumikia. Yule kijana ambaye yeye anataka aanze kumtumikia Mwenyezi Mungu lakini anashindwa,
kila anapojaribu kufafanua ili aweze kuingia na awe kama wewe anashindwa. Ni mbinu gani ambazo unamshauri aweze kuzifuata ili aweze kumfikia Mwenyezi Mungu kama wewe unavyofanya? Kitu cha kwanza ningesema kwamba tu azidi sana kumuomba Mungu. Hiyo ni number 1. Azidi kumuomba Mungu sana kwa imani. Pia kingine tuseme awe na bidii na awe na maamuzi sahihi. Maana Biblia inasema kwamba maamuzi sahihi ni kitu ambacho wewe unakuja na wewe vizuri. Kwa hiyo kitu kitakachotuma yeye ainuke na kumtafuta Mungu, lazima awe naomba Mungu sana. Na kingine asikilize watu wanasema nini, bali asikilize roho wa Mungu anasema. Na kingine, jambo la mwisho ni kwamba ajitahidi sana kutengeneza maisha yake wakati wa ujana wake, kwa sababu siku akifa hatakufa na ndugu yake hata mmoja, hatakufa na rafiki, hatakufa na mchumba ama mke, atakufa akiwa peke yake. Kwa hiyo ni vizuri atengeneze maisha yake yeye kwanza, yeye kama yeye, ili siku ya mwisho aione. Okay. So mpenzi mtazamaji, huyo ni mwinjilisti Ezekiel ambaye bado tupo naye hapa na tunaendelea moja naye, na sasa hivi tunaelekea ukingoni kumalizia interview yetu ya leo. Pengine mwinjilisti, kwa kumalizia una mpango gani sasa kusaidia vijana wengi kwa huduma yako ya muziki wa Injili, ambapo unaona unaimba nyimbo za kusifu Mwenyezi Mungu? So mpango gani ambao uko nao ili kuwasaidia ule kijana ambaye ajihusishe na masuala ya Mwenyezi Mungu ili aweze kusikiliza kupitia nyimbo zako na abadilike, aanze kufuatilia habari za Mungu? Jambo la kwanza ninaweza kusema kwamba namwimbia Mungu kwa kusudi ya kuokoa watu waliokuwa ndani, kuwatoa kule kitani, leta nuru. Yani ina maana kwamba yani natumikia Mungu kwa sababu ya kuokoa watu. Kwa hiyo katika nyimbo zangu ninasema kwamba ninamwimbia Mungu kwa sababu ya kuokoa wengine walio kwa familia. Kwa hiyo jambo kama na hilo ya. Okay, Ezekiel mwinjilisti hivi. Wewe ni kijana na sasa hivi tukiangalia hapo lazima kuna vitu ambavyo vinapitika nyuma yako, labda kuna mahusiano ambayo unayapitia, labda kuna yule shemeji ambaye yupo nyuma huko, labda watu wangependa kufahamu pengine unaye mpenzi mwinjilisti? Of course, niko na mchumba, niko na mchumba. Okay. Uko na mchumba? Ndio. Uko wapi mchumba? Wewe kumuona hata kwenye mitandao ukimposti unasema kwamba yes, mchumba huyo hapa. Mchumba yupo. Mchumba yupo na ipo siku tu and then nitamposti na watu watamchukua. Najua sisi watumishi wa Mungu mambo yetu ya 100% huwa tunayafanya sana private, kwa sababu hatupendi kufanya public kabla ya kitu. Okay, nyinyi kama watumishi wa Mungu unapenda kufanya mambo private au unapenda kufanya public kabla kitu hakijakamilika? Yes. Na kwenye huo private ambao umezungumza, tunaweza kusema kwamba kuna changamoto ambazo zinapitia hata nyinyi wenyewe wachungaji, unaona? Mnakuwa na mambo ambayo yanaenda kisirisiri huko, unaona, mnachopolo huko. Unaweza kutuambia kwamba toka maisha yako ulipoanzia hiyo ndio mahusiano yako ya kwanza, au kuna ex kibao wako nyuma pazia huko? Kusema kweli mimi nisidanganye, mimi ni mtumishi wa Mungu. Ninaweza kusema kwamba tu kabla ya huyu kuna wengine ambao kuna wengine kwa nao ni ambao wanaitwa yani ma-ex. Okay, ni ma-ex wangu sahihi, ambao wengine washaolewa, wengine bado hawajaolewa, wengine bado wako kwenye mahusiano, wanatoka kwangu wanakimbia kwa wengine. Okay, fanya vizuri. Lakini tuseme kwamba kwa huyu ambaye niko naye, so nina imani 100% huyu ndio. Una imani 100% huyu ndio utaoa? Huyu ndio nitaoa. Nini hata kwa hao ambao uliachana nao pengine ulikuwa na waaminisha kusema kwamba wewe tulia nitakuoa. Sikini kwaje ukaachana na wao mpaka sasa hivi unawaita ex, sasa hivi kuna mwingine? So huyo ambao uko naye unamwaminishaje kwamba wale ambao walipita hapo zamani walikuwa wako sahihi, yeye ndio yuko sahihi, na wakati wengine uliachana nao? Ninaweza kusema kwamba unajua unaweza kuingia kwenye mahusiano na mtu, lakini tuseme bado hujakuwa tayari sasa kumchukua ule mtu, unanielewa vizuri? Bado mnajuana tu. Okay. Mnajuana. Sawa. Unamjua huyu ni nani, na yeye akujua wewe ni nani. Yeah. Vizuri. Ili mazingira yawe sawa, mnatengeneza mazingira. Unanielewa vizuri? Lakini sasa unaweza kuingia kwenye mahusiano na mtu mwingine, sasa ukasema hapa ni
huyu ndo nitachukua sasa, atakuwa mama watoto wangu, unanielewa vizuri. Kwa hiyo hata mambo yakiwa yako sawa na uko tayari kumuoa, lazima uambie watu. Okay. Yeah, asante sana. Kwa hiyo sasa hivi ambao uko naye ndo unaamua kabisa, mimi huyu nitakaa naye, nitaishi naye na nitamuoa. Of course, yeah. Asante sana. Sasa kama iko hivyo, hatujaona ukiintroduce kwa mitandaoni, labda kwa familia, tuone kwamba yes, Ezekiel hapa sasa ndio kafika mwisho mtumishi, siku zijazo anachukua jiko. Ni kwa sababu unajua, kama nilivyokuambia kwamba sisi watumishi asilimia 100 tunafanya vitu ambavyo haviko public kwa muda ambao haiyakuwa sahihi. Okay. Lakini pale ambapo utaona kabisa mambo yashakuwa fresh, ushafeti mambo mitambo mama, lazima uyaweke mambo public. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo tu ngoje mkao wa kula ya soon tu hapo nitakwenda kuhakikisha. Okay, so mwishoni tutarajie kitu gani kutoka kwako katika siku zijazo? Kwako kitu gani kutoka kwako mtumishi katika siku zijazo hapo? Kitu gani tutarajie kama mashabiki na wapenzi na watazamaji na wafuatiliaji wako katika huduma yako unayoifanya? Ninaweza nikaambia tu mashabiki zangu kwamba mtarajie kitu kizuri sana na wapenda sana guys. So mimi ni mtumishi wa Mungu na nawapenda na nawaandalia vitu vizuri ambavyo vitakwenda kuwabariki watu, vitakwenda kuokoa milioni ya watu. Kwa hiyo tu katika nyimbo zangu ambazo nimeandaa zitakwenda kubariki, zitakwenda kufariji, zitakwenda kutia moyo. Kwa hiyo tuamini asilimia 100 kwamba nyimbo hizi nimepewa na Mungu. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo tuamini na waletea vitu vizuri sana. Yeah. Okay. Ndivyo anavyomalizia hapo mchungaji mwinjilisti mwinjilisti Ezekiel. Amezungumza mambo mengi sana kuhusiana na career yake ya maisha toka alipokuwa Afrika, Tanzania pale Kaminyaruguso mpaka kuja Marekani, changamoto alizozipitia za kimaisha mpaka sasa hivi bado Mwenyezi Mungu yuko naye. Alipobadilika kutoka kwenye masuala ya ulimwenguni mpaka kuja kwanza kumtumikia Mwenyezi Mungu, ni swala zuri kabisa na la kushukuru Mwenyezi Mungu. Asante sana mwinjilisti Ezekiel kwa kutupa muda wako kushiriki nasi katika mahojiano haya ya kiroho. Tunakutakia kila la heri katika uzinduzi wako wa album mpya. Wapenzi wa Tajiri wa Mo TV, hakikisheni mnamsupport na kufuatilia kazi zake mpaka wakati mwingine kutoka popote pale mlipo. Na hatuwezi tukakuacha hivi hivi. Nataka tukuaminishe kama tuliokuwa naye hapa ndiyo mwenyewe au ni sio mwenyewe, ni picha tu ambazo tuko nayo. Kwa hiyo tutapenda mwinjilisti tupate kapela kidogo tu katika hizo nyimbo ambazo 15 ambazo umeziandaa. Usituache hivi hivi bwana, tupate kapela kidogo tu ambao mashabiki na watazamaji wa Tajiri wa Mo TV watabaki wanasema kwamba yes, huyu ndio mwinjilisti mwenyewe. Na hiyo tarehe 23 za mwezi wa 3, ngoja tusubiri tuone moto utawaka. Tupe kapela kidogo kwenye ngoma moja katika albamu yako ambayo umeiandaa mtumishi. Asante sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Nataka nikuimbie kidogo. Kidogo tu kwenye hizo ngoma 15 ambazo umeziandaa. Tupe kidogo tu ambao ule mtazamaji wa Tajiri wa Mo TV mahali popote pale alipo aseme yes, hapa ngoja nisubirie hiyo tarehe 23 kama na kawia hivi, unaona? Tupate kidogo ili tuweze kurudika hapa na mashabiki zetu wa Tajiri wa Mo TV. Asante sana, barikiwe sana. Ina shida. Acha basi ni waimbie kidogo ili nikubarikiwe. Asante sana. Na wimbo wangu mmoja ambao nitawaimbia nitawabariki sana. Ndio na moyo. Hebu tupe kidogo hilo. Okay. Nana moyo nasubiri wakati wa Mungu, nasubiri. Nana moyo nasubiri wakati wake, nasubiri. Wanaopenda wavune kwa moyo, wale wanaosubiri wakati atende, wanaoyapenda wavune kwa moyo, walio na subira moyo wanauwabariki. Haraka haraka aina baraka, najua anasikia Mungu, naelewa atatenda kwa wakati wake. Okay, asante sana mwinjilisti yake. Ni muda wa kutiana moyo, tutiane moyo nawe,
tusiwe na haraka ya maisha, endelea kuomba tu. Ayubu angekuwa na haraka asingefika. Asante sana mwinjilisti Ezekiel kwa kapela hiyo. Mtazamaji, unaweza kaona ni namna gani kitakavyowaka tarehe 23 za mwezi wa 3. Na sisi hapa hatuna ziada katika majiano ya leo. Tuseme kwamba tumeweka danga atakutana katika vipindi vijazo vinavyorushwa hapa Tajiri Mo TV. Nitakuacha hapa na ngoma yake Ezekiel mwinjilisti akimsirikisha Pascal Kasi kutoka pale Tanzania, na kuambia ipo faida. Kufuru Mungu lakini Ayubu hakukubali kumwacha Mungu, lakini Ayubu hakukubali kumtenga Mungu, alibaki na Mungu mpaka mwisho kwa jaribu lake. Na mwisho wa jaribu Ayubu aliona Mungu, na mwisho wa jaribu Ayubu aliimba sifa. Ndugu, ipo faida ya kubaki naye Mungu. Ndugu, ipo faida ya kubaki naye Yahweh. Atakusaidia kwenye jaribu lako, hata mke akikuacha usimuache yeye. Hata mke akikuacha wewe usimuache Mungu. Hata mume akikuacha usimwache Mungu. Ipo faida, sema ipo faida.